Naam, habari, karibu katika channel yetu ya Kilimo Tips. Leo nipo kukuonyesha jinsi ambavyo sisi tunapanda hoho zetu kwenye leo tupo katika upandaji. Kama unavyoona, wamama ndio tunaofanya nao kazi zaidi humu shambani. Tunatumia mfumo wa double lines kwenye drip zetu, zipo mbili hizi kama unavyoziona. Sasa kitu ambacho nataka kukuonyesha leo ni namna ambavyo tunapanda. Kama unavyoona, hili ni tuta ambalo yote tumenyeshea kwa zaidi ya siku 4 kabla ya siku ya leo ya kupanda. Miche yetu hii iko vizuri kabisa na afya tele. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hivi ni upandaji. Hapa chini tulifumigate tukaweka na kufumigate kwa maana ya kutibu udongo, tukaweka na gypsum. Baada ya hapo sasa leo ndipo tunafanya kazi ya upandaji. Hizi ni double lines. Sasa kinachofanyika kama unavyoona hapa, kuna matundu, yapo matundu kama unavyoona, kuna tundu hili hapa, kuna tundu hili hapa, kuna tundu hili hapa. Sasa tunachokifanya kwa sababu na huku pia iko vile vile, ukishapanda hapa maana yake sisi tuna duka moja hapa, tunakuja kupanda mche mwingine. Kwa hiyo ukipanda hapa, tundu la huku usipande, unakuja unapanda tundu la huku, unaacha huku, unakuja unapanda linalofuata hapa, unaacha, unakuja unapanda linalofuata. Tuna alternate, tunatofautisha ili mradi hewa iweze kupita vizuri. Ukipanda kwa kufuatana hivi manake hewa haitaweza kupita vizuri, na hivyo mmea wako unaweza kushambuliwa na magonjwa. Unaweza pia ukashindwa kukua, kwa ujumla utashindwa kukua vizuri kwa sababu hewa haipiti vizuri. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo nitamani kushare na wewe. Cha kuzingatia ni mche uwe na afya nzuri, shamba lako liandaliwe vizuri. Kama una samadi basi utaweka samadi, hivyo utakapokuja kupanda miche yako itafanya vizuri. Na baada ya hapo, sisi hapa kwa mfano leo tumepanda, tutasubiri miche ishike kama siku 3 au 5 au wiki moja. Tutakuwa tunaangalia na hali ya mmea wetu, na hali ya leo ni nzuri, kwa hiyo na imani zitashika miche yetu vizuri. Basi tunaendelea na taratibu za mbolea na usimamizi mwingine wa mimea yako ili iweze kuwa na afya nzuri. Kwa hiyo hapa sisi tunapanda leo tukitarajia mavuno na mapato. Tunategemea pesa zaidi kwa sababu hii ni aina ya mbegu ambayo inapendwa, ina bei kubwa, na ndiyo tuliochagua, na ndiyo siri katika kilimo. Unatakiwa uchague mbegu ambayo ni nzuri, ambayo ina bei. Zoezi la upandaji linaendelea kama unavyoona. Tumegawanya katika makundi matatu, makundi mbalimbali yenye watu watatu. Mmoja anaenda naweka miche, wengine wawili wanaenda wanapanda, mwingine amesimama upande wa kushoto, mwingine wa kulia, ili kurahisisha kazi. Tunachokifanya ni mpandaji anaenda, mwekaji anayeweka miche anaenda ana alternate, anaweka kulia kushoto, na mpandaji basi anafuata namna hii kama unavyoona. Tunaruka shimo moja, tundu moja la mche, wakati huo kule kwingine unakuwa umeshapanda, ili ziweze kualternate. Kualternate maana yake inakuja inarahisisha hewa kupita. Kwa hiyo mmea hauwezi kupata magonjwa kiurahisi. Hili ndio shamba letu. Hawa ndio wamama tunaopanda nao kwa maana ya wanawake. Shughuli nyingi za ndani zinafanywa na wanawake. Ila shughuli ambazo zinahitaji wanaume